nashangaa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota nguru wa vitu vyote pia viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo na unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. 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 Jinsi wewe ulivyo mkuu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo usiku wa leo, katika jina la Yesu ninamuabudu Bwana, ninamuinua Jehova kwa sababu ya matendo yake mema ametenda katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Ni usiku mwingine wa leo Bwana amenituma ili nikaweze kukunenea neno la Bwana katika jina la Yesu, na ningependa niweze kukukaribisha katika mkesha wetu wa usiku wa leo. Mahali popote ulipo, najua ya kwamba ni masaa ya usiku, lakini ni vizuri kuwa na wakati wa kukesha na kulisikia neno lake Bwana. Majina yangu naitwa Pastor Dohio, na kuletea neno la Bwana kutoka hapa CFF Church Gikabura katika usiku wa leo, na ninaamini Bwana ya kwamba utabarikiwa
na ule ujumbe Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ukenisaidia kuhubiria mwingine katika njia ya kushare the message usiku wa leo, na utabarikiwa na Bwana katika jina la Yesu. Tuamini, tuombe dakika moja na tutabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa nafasi umenipa usiku wa leo katika mkesha huu mtakatifu mwema. Ninaomba ninapoenda kunena neno lako kwa watu wako, naomba likaweze kuwa baraka katika maisha yetu. Na usiku wa leo Jehova, naamini utanenea nafsi za watu wako. Naamini ya kwamba utanenea mtu ambaye ako chini na atainuliwa, ambaye mtu amefika mwisho, utakuwa mwanzo katika jina la Yesu. Na ninaomba neema na ufunuo katika hili neno lako katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa na shukrani Bwana, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Asema amen. Mahali popote ulipo katika jina la Kristo Yesu, naamini ya kwamba tuko katika wakati wa kusherehekea kufa na kufufuka na kusulubishwa kwake Yesu. Tunaita ya kwamba Good Friday and Easter. Bwana wetu ainuliwe sana. Lakini Bwana ameweka neno ndani ya moyo wangu ili tukaweze kujifundisha na hii Good Friday katika jina la Kristo Yesu. Na ujumbe unasema ya kwamba kusulubishwa na kufa kwa Kristo inatufundisha nini? Kwa maana lazima tujifundishe na hii kusulubishwa kwa Yesu na kufa kwake na kufufuka kwake. Bwana wetu ainuliwe sana. Maandiko inaongea habari ya vile Yesu alisulubishwa na vile alikufa na vile alifufuka. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo Good Friday inamaanisha ni siku ambaye Wakristo hukumbuka kusulubishwa na kufa kwa Kristo mwana wa Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Na tutaona jambo kidogo mahali pale katika kitabu cha Marko. Pale tutasoma neno la Bwana, tutaona hii mambo yote na tutajifundisha habari ya mambo saba inayotufundisha katika hali ya kusulubishwa na kufa kwake Kristo mwana wa Mungu. Mambo saba, lakini kabla niingie katika hiyo mambo saba, ningependa tusome katika Marko 14 na mstari wake ni wa 32. Marko 14 mstari wake ni wa 32. Kwa maana hii chapter ya Marko 14 inatuonyesha habari Kristo aliongea habari ya kufa kwake, akatayarisha mitume. Bwana apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba kisha wakaja mpaka bustani iitwaye Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Haleluya! Yesu aliketisha wanafunzi wake katika pale Getsemane, na tunajua Getsemane vile kulifanyika. Bwana atukuzwe. Akamtoa katikati ya hao wanafunzi, akachukua watatu, akachukua Petero na Yakobo na Yohana, naye akaanza kufadhaika sana na kuhangaika, at least aone kana kwamba hawa watu wanajua ni nini kinaendelea. Kwa maana Yesu alijua wakati wake wa kusulubishwa umefika, wakati wake wa kusalitiwa umefika, wakati wake wa kufa umefika. So akapanda kwa mlima kuomba katika jina la Yesu, na akachukua wanafunzi wake waende wakakeshe. Lakini baada ya wanafunzi kukesha, wao walienda wakalala, lakini Yesu akapanda kwa mlima, kwa maana alikuwa anafadhaika na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi ya kufa, kaeni hapa mkeshe. Hawa wanafunzi hawakuelewa
kile Kristo alikuwa anapitia, kile Kristo alikuwa anasikia ndani yake, kwa maana alikuwa anaugua, alikuwa anafadhaika, alikuwa na huzuni. Bwana apewe sifa. Ni kama vile kuna watu wengi hawaelewi kile wewe unapitia, hawaelewi kuugua kwako, hawaelewi kuhangaika kwako. Bwana apewe sifa. Hata wanafunzi wa Yesu hawakuelewa kile Kristo alikuwa anapitia, kile alikuwa anasikia kinaenda kufanyika, na ndiposa aliwachukua akapanda kwa mlima waende wakaombe, wakeshe. Haleluya! Na maandiko inasema ya kwamba akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi. Elewa ya kwamba alienda na wanafunzi wake baada na Yakobo, alafu akawaasha akawaambia kesheni. Bwana apewe sifa. Naye akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Kuna kitu kilikuwa kinamsukuma Bwana wetu iwe sana, kwa sababu alisikia ya kwamba kile kinaenda kufanyika sio jambo nzuri kwa mwanadamu. Haleluya! Hata Yesu aliugua, hata Yesu aliteseka, hata Yesu alifadhaika. Kama vile mwanadamu anaweza ugua, anaweza fadhaika. Bwana wetu apewe sifa. Akasema ya kwamba verse 36 ya kwamba akasema, Aba Baba, yote yawezekana kwako. Hii angalia ile maombi Yesu alienda kuomba. Wacha sisi ambaye tunapitia katika magumu, ile maombi tunaendaga kuomba mbele za Bwana. Bwana atukuzwe. Yesu aliambia Mungu ya kwamba yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki. Kulikuwa na uwezekano Mungu aondoe kile kikombe, aondoe ile mateso, aondoe ile mambo yote Kristo alisikia ndani yake anaenda kuyapitia. Kulikuwa na uwezekano. Bwana atukuzwe. Na maandiko inasema ya kwamba walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Hivyo ndivyo Kristo aliomba. Bwana atukuzwe. Na ndio alisema ya kwamba hata wakati tunaingia katika maombi ni vizuri kumwambia Mungu, let your will be done. Washa mapenzi yako itendeke. Bwana apewe sifa. Ndio Kristo alienda akamwambia, ikiwezekana, kwa maana inawezekana kwako, niondolewe kikombe hiki. Kwa maana kilikuwa kikombe cha uchungu na kilikuwa kikombe cha shida. So alienda mbele za Mungu kama vile tunaendaga mbele za Bwana, akiomba hii kikombe iondolewe. Najua ya kwamba usiku wa leo kuna watu wanakunyia kikombe ambacho ni cha uchungu, ambacho kiko na shida, lakini it is good to pray that the will of God be done in your life. Bwana wetu apewe sifa. Tunaona ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuondoa kile kikombe, lakini kwa nini? Na alikuwa mwana wa Mungu. Kwa nini kusema? Kwani Mungu hakusikia maombi ya Yesu? Bwana wetu apewe sifa. Ni kwa sababu gani? Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Kristo akunywe ile kikombe. Haleluya! Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Kristo apitie ile mambo yote aliyapitia. Kwa nini? Kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Bwana apewe sifa. Haikuwa jambo la bure. Pale msalabani, pale Gethsemane, ile kilio Kristo alilia, ile maombi aliomba mahali pale, haikuwa ya bure. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Bwana wetu apewe sifa, ili tuweze kuokolewa. Imagine hii mambo yote Yesu anayapitia ni kwa sababu yako, kwa maana Mungu alikuwa na uwezo. Na maandiko inasema ya kwamba yote inawezekana kwa Mungu. And nothing is too hard to our God. Inawezekana kwa wote ambao wanaamini. Bwana atukuzwe. So ukiona kitu ambaye unaombea katika maisha yako, unaomba mapenzi ya Mungu itendeke, na unaona ya kwamba hiyo kitu haiondoki, hiyo ni kumaanisha ni mapenzi ya Mungu upitie lile jambo, kwa maana kupitia hilo jambo kuna ushindi. Haleluya! Yesu alipitia haya yote ili tuweze kuokolewa,
ili tuweze kubadilishwa, ili tuweze kuwa karibu na Mungu, na baadaye ilikuwa ni ushindi kwake, kwa maana maandiko inasema kupitia hiyo yote amekaa katika mkono wa kuume wa Jehova Redeemer. Bwana wetu apewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba alipewa mamlaka ya mbinguni na mamlaka ya dunia hii. Bwana wetu apewe sifa. Usiku wa leo, as we celebrate the Good Friday, ni vizuri kuelewa kwa nini ilikuwa inaselebretiwa. Bwana apewe sifa. Usije ukacelebrate na njia isiyofaa. So hii mambo yote kuna vile inatukumbusha, kuna vile inatufundisha tuweze kuelewa ni kwa nini Good Friday ikuje, ni kwa nini Easter ikuje, mambo gani ilifanyika, kwa nini Kristo apitie hii. Ni vizuri kuangalia inatufundisha nini. Bwana atukuzwe. Na tutaangalia hiyo mambo yote katika jina la Kristo Yesu. Na tukiangalia katika Marko 15 na mstari wa 34, tunaona hata Kristo ilifika mahali akalia. Bwana apewe, kwa sababu ya kuangalia na kuona kile kinaenda kufanyika. Hata yeye kwa sababu alikuwa na mwili kama huu wetu, alikuwa na damu kama yetu, alikuwa vile tulivyo. Bwana wetu apewe sifa. Ikafika mahali akasema ya kwamba katika Marko 15 mstari wake ni wa 33, na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu. Haleluya! Alipaza sauti yake saa 9 ya usiku, akapaza sauti yake. Bwana wetu ni sana. Akasema namna gani? Eloi Eloi lama sabakthani. Maana yake inamaanisha nini? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana atukuzwe. Hata yeye aliona kuashiriwa. Haleluya! Si kuna watu wengi hata wale wananitazama usiku wa leo katika hii kesha, si kuna wakati unaonaga ya kwamba Mungu ni kana kwamba amekuacha, lakini wakati unafikiria hivyo, kumbe ndio Mungu anakuaga karibu na wewe. Bwana wetu apewe sifa. Yesu alifika mahali pale, akaomba Mungu, akauliza Eloi Eloi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haleluya! Kwa nini? Akaona ya kwamba kwa nini Mungu waashirie hawa maadui wote, hawa watu wote wanisurubishe, wanifanye vile ninafanywa, lakini kumbe ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ndio tuweze kuokolewa. Bwana atukuzwe. Kwa maana maandiko inasema sisi ambaye ni wanadamu tulikuwa mbali sana na Mungu, lakini kupitia hii mateso na hii mambo yote Kristo alipitia, tumemkaribia Mungu kwa njia ya wokovu. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo alipaza sauti yake, akalia sana. Haleluya! Akashindwa, kwani huyu Mungu ako wapi? Kwani Mungu alileta dunia niweze kuteseka? Kwani hii ni nini ninalipia? Bwana wetu ainuliwe sana. Lakini ilikuwa ni mapenzi ya Bwana. Na kuambia usiku wa leo, ile mambo unapitia usiku wa leo na katika maisha yako, ingine ni kwa mapenzi ya Bwana, ili aweze kujiletea utukufu katika maisha yako, ili akaweze kusifiwa katika maisha yako, ili akaweze kukuandaa for a great level. Mungu anaenda kukuinua katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo usiku wa leo, usione ya kwamba ile mambo unapitia, kile kilio umelia, maombi umeomba, ingine unaona haitimizwi. Nataka nikuambie ni vyema kuelewa, kuna mambo mengine Mungu anakubali tuyapitie, kwa maana ni mapenzi yako, ili akaweze kujiletea utukufu, na pia wewe ukaweze kutengeneza ushuhuda wa kesho utakaosaidia mtu mwingine katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Tunapoendelea vile, ningependa sasa tukaweze kuelewa. Bwana atukuzwe. Na hiyo maandiko ningependa kuisupport, kwa maana Kristo aliquote maandiko ilinenwa na mtu anaitwa Daudi. Tunaelewa Daudi ile mambo na yeye aliyapitia, lakini Kristo in the New Testament aliquote ile maandiko Daudi aliquote. Haleluya! Katika kitabu cha Psalms. Bwana apewe. Wakati Kristo alilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hiyo ni maneno
ilitamkwa na Daudi. Bwana wetu apewe sifa. Kwa maana neno la Mungu ni la haki na la kweli. Katika Psalms 22 verse 1, David aliquote hii maandiko pia na yeye. Kwa maana kila mtu kuna mambo huwa anapitia. Akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana wetu apewe sifa. Mbona umeniacha? Hiyo ni Daudi alisema hiyo maandiko. Bwana wetu iwe sana. Hiyo ni maandiko Daudi aliyataja pia na yeye. Bwana wetu apewe sifa. Mbona umeniacha? Haleluya. Mbona ubali na wokovu wangu? Bwana wetu iwe sana. Angalia hii maneno, inanenwa na mtu ambaye anapitia magumu, anapitia mazito, anapitia mabaya. Daudi alinena hii maneno. Kristo naye akaiongea kwa sababu alikuwa anapitia mambo magumu na mambo mazito katika maisha yake. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kwa hivyo ningependa tukaweze kuangalia ama tujifundishe mambo saba, haleluya, inayotokana na kuteswa kwa Kristo mwana wa Mungu. Kwa nini Kristo ateswe? Kwa nini hakungeshukuliwa mtu mwingine aweze kuteswa? Kwa maana kulikuwa na wengine, si hata kuna wanafunzi wake wangeshukuliwa wateswe, lakini Kristo kwa nini ashukuliwe, ateswe yeye mwenyewe? Bwana wetu apewe sifa. Ni kwa ajili yako na kwa ajili yako. Bwana atukuzwe. Na ujue ya kwamba maandiko inasema, tukiangalia kusulubishwa na kukufa kwa Kristo inatufundisha mambo gani? Jambo la kwanza ni ile kitabu huwa tunasoma sana. Kuna kitabu huwa tunasoma sana hata kutoka Sunday school. Haleluya. Hii maandiko ama kusulubishwa kwa Yesu na kufa kwake. Bwana wetu iwe sana. Jambo la kwanza inatufundisha, haleluya, inatufundisha habari ya upendo. Haleluya. Inatufundisha habari ya upendo. Because of love, Kristo alikubali hii mambo yote ifanyike juu ya maisha yake. Bwana wetu iwe sana. Crucifixion and the death of Jesus Christ, it teaches us about the true love. Hallelujah. That's why tunaweza ona katika John, in the book of John chapter 3 verse 16, inasema ya kwamba for God so loved the world. So for God so loved the world that he gave his only begotten Son. It is because of love, the true love of God, akamtoa mwana wake wa pekee. So hii kusulubishwa na kifo cha Yesu na hii mateso yote ni kwa sababu ya upendo ulio wa kweli. So katika hii Good Friday na Easter ni wakati wetu wa kuelewa ya kwamba there is a true love. Hallelujah. Na ndio Mungu amesisitiza sana that we need to love one another with a true love, not a hypocrite love. Hallelujah. Bwana wetu kwa sifa. Na ni wakati inatufundisha habari ya kupenda Mungu wetu, sio kumpenda kwa unafiki, lakini ni kumpenda kwa upendo wa kweli katika jina la Yesu. Bwana wetu ni sana. Wengine wanachukulia hili jambo kama ni upendo ama ni kwa mapenzi ya mambo ya dunia na kufanya vituko na dhambi. Watu wanaona kama it is the good time to sin before God. Hallelujah. Lakini inatufundisha habari ya upendo wa kweli. If it is not the true love of God, hatungekuwa tumeokolewa. Bwana wetu iwe sana. Imagine ya kwamba the only begotten Son, Mungu alimtoa kwetu. Hallelujah. Akawa kama kondoo inaenda kuchinjwa, akasulubishwa, akatukanwa, akadhulumiwa, akadharauliwa. Hallelujah. Imagine maandiko inasema Kristo akifanywa hii mambo yote hakufungua kinywa chake kunena.
Bwana wetu ainuliwe sana. Nasi tukipitia mambo magumu na mazito, angalia vile tunanena, angalia vile tunateta, angalia vile tunalia, lakini Kristo alinyamaza kimya. Bwana wetu ainuliwe sana. So lazima tujifundishe habari ya upendo ulio wa kweli, uliokuwa ndani ya Mungu, naye Kristo akakubali kwa sababu ya kupenda ulimwengu. Haleluya! Ili tuweze kuokolewa, ili tuweze kurudishwa katika njia za Bwana, katika mapenzi ya Bwana. Kama kuna wakati mtu anastahili kuamini na kuokoka na kukubali Kristo kama Mwokozi, ni wakati kama huu, kwa maana inatukumbusha mateso, the suffering and the death in the cross. Mambo makubwa ilifanyika. Ni vizuri mpendwa, elewa, ni wakati unastahili kuokoka, unastahili kumwamini Bwana. Huu sio wakati wa kuongea mambo mengi, huu sio wakati wa kusherekea vile unataka. Hapana, angalia upendo ambaye Kristo alionyeshana. Bwana atukuzwe. Upendo unafanya atoe uhai wake, atoe maisha yake kwa ajili ya mwanadamu. Bwana wetu apewe sifa. Kasema ya kwamba that whoever believe in him should not perish but have everlasting life, ili yeyote atakaye muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana wetu ni sana. Nani anaweza kutoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine? Lakini Kristo alionyeshana upendo, akatoa maisha yake, akatoa uhai wake, akajipeana, akasulubishwa, akateswa, akapigwa mijeledi 39 ili wewe uweze kuponywa. Haleluya! Imagine ya kwamba alisulubishwa msalabani, katika aibu, akavuliwa mavazi yake. Bwana atukuzwe. Imagine akabeba laana yako, akabeba aibu ndio wewe usiaibike. Bwana atukuzwe. Akatuonyesha upendo. So mimi naona ya kwamba kusulubishwa kwa Yesu na kufa kwake inatufundisha habari ya kuwa na upendo wa kweli katika mioyo yetu. Bwana wetu apewe sifa. Jambo la pili, ama tuseme ya kwamba msalaba ni ushahidi kwamba Mungu alitupenda bila masharti. Haleluya! Tunaelewa ya kwamba tulipendwa bila masharti. Na namba 2 inatufundisha kitu kingine katika kitabu cha Luka. Naongea habari ya mambo 7 inayotufundisha habari ya kusulubishwa na kufa kwake Kristo Yesu mwana wa Mungu. Katika Luke 23 and verse 34. Luke 23 and verse 34 inatufundisha kitu kingine mahali pale. Inasema ya kwamba Yesu akasema, angalia ni wakati alikuwa pale kwa msalaba, akiwa anaenda kusulubishwa mahali pale. Bwana wetu ndiye sana. Haleluya. Akasema ya kwamba Bwana wetu ainuliwe sana. Yesu akasema, Baba uwasamehe. Bwana wetu ainuliwe sana. Akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Jambo lingine, hii mambo inatufundisha, hii habari ya kufundisha jambo lingine la muhimu sana katika maisha ya mtu, kitu kinaitwa forgiveness. Pale msalabani, wale wote walimsulubisha mahali pale, anasema ya kwamba Yesu akasema, Baba uwasamehe. Imagine, alisamehe mpaka wale walimsulubisha. Na siku ya leo kama mwanadamu uambiwe ya kwamba usamehe wale wanakutesa, wale wanakupinga, wale wanakudharau, usamehe adui zako, inakuwa jambo gumu sana
kwa mwanadamu, but Kristo anatufundisha katika hii njia hali ya kusameheana, because maandiko linasema then it said Jesus, Father forgive. Ama hii Good Friday na Easter inatufundisha habari ya kusameheana, forgive each and every one. Bwana atukuzwe. Usikubali kubeba mtu katika moyoni mwako, na nikwambie ya kwamba kama wewe hauwezi kusamehe mwenzako, hata ukienda katika maombi yako haiwezi fika kwa Mungu, inakuwa blocked na kutosameheana. Na ndio Kristo anasema wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Aliposema vile, wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Imagine, anazidi na kuwasamehe, nao wako katika shughuli ya kugawa mavazi yake aliyokuwa naye, kwa maana mavazi yake haikuwa ya kawaida. Bwana wetu niwe sana. Mavazi ya watumishi wa Mungu haikuangi ya kawaida. Haleluya. Angalia hata mavazi ya Paulo haikuwa ya kawaida. So hii mavazi ya Kristo, hawa watu waliona ya kwamba washa tuigawane, kwa maana hii si ya kawaida, na wakapiga kura. Bwana atukuzwe. So wakasema ya kwamba wasamehe. Tunaona hii mambo ikitufundisha, hili jambo linatufundisha habari ya forgiveness. So wewe ambaye umekosewa na rafiki, umekosewa na wenzako, umekosewa na ndugu yako, umekosewa na dada yako, kama kuna wakati wa kusameheana, ni wakati kama huu. Bwana wetu aiwe sana. Huu sio wakati wa kubeba watu katika mioyo. Forgive. Samehe watu ili uweze kubarikiwa, ili maombi yako ifike kwa Mungu, ili maombi yako ijibiwe. Lakini maombi ya watu wengi imezuiliwa na kutosamehe. Kwa hivyo usiku wa leo, hii kusulubishwa kwa Yesu, Bwana atukuzwe. Imagine ya kwamba alisema wakati wangu umefika wa kuteswa. Bwana wetu ni sana. Na imagine ya kwamba aliwasamehe wale wote walifanya hiyo kazi yote ya kumsulubisha, ya kumpiga, ya kumpatia siki. Bwana atukuzwe. Ya kumduka na mkuki. Aliwasamehe wote. What about you? Kama Kristo amekusamehe, Bwana wetu aiwe sana. Haleluya. Angalia katika Matthew 6. Ni kuonyesha kitu kingine mahali pale. Matthew 6 verse 14 inasema ya kwamba kwa maana mkiwasamehe, Bwana atukuzwe, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. So kama unataka kusamehewa na Mungu, kwa maana sote tumefanya dhambi na tumeanguka kwa majaribu. Kama tunataka kusamehewa na Mungu, lazima ndani yetu tuwe na moyo wa kusamehe, kama ule moyo ulikuwa na Kristo. Alisamehe maadui wake, kwa maana waliomtesa na kumpiga walikuwa adui zake, lakini aliwasamehe. Bwana wetu pewe sifa. Na wewe siku ya leo, Biblia inasema ya kwamba wasamehe watu makosa yao. Samehe watu madeni, naye Bwana akiwa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipo wasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana atukuzwe. Kwa hiyo hapa hakuna bahati mtende. Ni ukisamehe, naye Mungu anakusamehe. Usiposamehe watu, naye Mungu hatakusamehe. Hata ukienda mbele zake ulie sana, utoe machozi, uchanganye na makamasi na mchanga, kama hauna moyo wa kusamehe, hata ukilia namna gani, Mungu hawezi kukusamehe dhambi zako. Bwana atukuzwe. So njia ya kusamehewa dhambi na Mungu ni wewe ukubali, uwe na moyo wa kusamehe. Bwana wetu kwa sifa. Uwe na moyo
wa kusamehe watu dhambi na kuwasamehe makosa yao. Bwana wetu ainuliwe sana. So kusulubishwa kwa Yesu na kukufa kwake inatufundisha habari ya kusamehe, na tumeona jambo la kwanza, inatufundisha habari ya kuwa na the true love bila unafiki yeyote. Namba 2, inatufundisha habari ya kusameheana. Bwana wetu ainuliwe sana. Habari ya kusameheana. Namba 3, inatufundisha habari ya sacrifice. Bwana atukuzwe. It is a sacrifice. Ni kujitoa. Kristo alijitoa as a sacrifice, akajitoa kama sadaka kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Maandiko inasema ya kwamba Romans 5:8, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. So he sacrificed himself, akajitoa kama sadaka, kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Bwana wetu ainuliwe sana. Kwa sababu wewe tunazaliwa tukiwa wenye dhambi, so we need Christ ambaye alijitoa dhabihu. He sacrificed himself kwa sababu yangu, kwa sababu yako, kwa sababu ya watu wote. Haleluya. Bwana wetu ainuliwe sana. Nani anaweza kujitoa siku ya leo? Na ndio unaona ya kwamba tunang'eng'ana hata watu kujisacrifice kwa kazi ya Bwana, kujisacrifice kwa watu ambao hawajiwezi, kujisacrifice kwa ajili ya jamii, kujisacrifice kwa ajili ya maombi, unajisacrifice kwa ajili ya taifa. Tumekosa watu. Bwana wetu ainuliwe sana. But Christ sacrificed himself kwa sababu ya dhambi zetu, akazibeba zote. Biblia inasema ya kwamba because of that love, Bwana wetu ainuliwe sana, because of that love, anasema ya kwamba alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana wetu ainuliwe sana. Tulipokuwa wenye dhambi. So inatufundisha pia jambo lingine la tatu, about sacrifice. It is good to sacrifice kwa sababu ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ya kazi ya Bwana, kwa sababu ya nyumba la Bwana. It is good to sacrifice. Bwana atukuzwe. Kumbuka ya kwamba ninaongea habari ya mambo 7 tunajifundisha katika kusulubishwa kwa Yesu na kukufa kwake. Kwa maana sio bure, haikuwa bure. Kuna vile ilikuwa inamaanisha, kuna vile inatufundisha, and we need to take an action. Hallelujah. Tuwe na upendo, to sacrifice ourselves. Bwana wetu ni sana, na tuwe na kusamehe. Hii ndio mambo ambayo tunajifundisha. Jambo la 4 tunajifundisha na hili jambo. Bwana wetu ainuliwe sana. Jambo la 4 tutalipata katika Wafilipi. Katika kitabu cha Wafilipi 2 na mstari wake ni wa 8. Anasema hivi, kitu ambacho tunajifundisha mahali pale ni kitu kinaitwa obedient. Obedient, kutii. Imagine ya kwamba Kristo alitii. Biblia inasema ya kwamba verse 8 ya kwamba tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alionekana, and being found in version as a man, alionekana akiwa na umbo kama wa mwanadamu, mwili kama huu. Bwana, imagine Kristo alikuwa kama wewe, alikuwa na mwili kama hiyo uko nayo. Akasema ya kwamba ijapokuwa alikuwa mwana wa Mungu, alijinyenyekesha. He humbled himself and became obedient unto death, akawa mtiifu hata mauti. So inakufundisha habari ya kuwa obedient. Bwana wetu ni sana. Kumbuka katika kitabu cha Samuel inasema ya kwamba
obedience is better than a sacrifice. So it is good to obey the word of God. It is good to obey the authority. It is good to obey our Almighty God. It is good to obey, hallelujah, walio katika mamlaka. Bwana atukuzwe. Inatufundisha habari ya kuwa watiifu. Bwana wetu ni sana. Kwa maana kutii ni bora kuliko dhabihu, na tumekosa watu ambao wanaweza kutii. Tuko na watu ambao wanajipendekeza, wanaonekana yani wanajiona kana kwamba wanajua, hawawezi kutii. Bwana wetu apewe sifa. Watu ambao wanaona ya kwamba wao ndio wakubwa, lakini Kristo akiwa na umbo kama wa mwanadamu, maandiko inasema ya kwamba alikuwa mtiifu. Amen. So hii kusulubishwa inatufundisha habari ya obedience. Bwana wetu niwe sana. Obey the word of God. Obey the authority. Bwana atukuzwe. Kutii. Na siku ya Sunday nilikuwa ninafundisha watu habari ya mlango wa kutii. Na ukitii kuna baraka zinakuja. Biblia inasema ya kwamba ukitii utakula mema ya nchi hii. So kutotii kunazuilia watu wabarikiwe katika ulimwengu, wabarikiwe katika nchi hii. So it is good to be obedient. Kristo alijinyenyekesha na akawa mtiifu hata mauti. Bwana wetu apewe sifa. Na mauti ya msalaba, even the death of the cross, alinyenyekea akawa mtiifu. Imagine, hakuongea. Bwana wetu ni sana. Alitii mpaka kufa pale msalabani. So mpendwa, usiku wa leo na kufundisha habari ya kutii. Elewa hii crucifixion and the death of Jesus Christ in the cross. It teaches us about obedience. Christ obeyed God. Hallelujah. Alijinyenyekesha. Bwana wetu ni sana. He obeyed. Bwana wetu ainuwe sana. Jambo lingine maandiko inatufundisha, hiyo ni jambo la 4. He humbled himself and became obedient. So number 5 ni kitu kinaitwa humbleness. Humbleness ndio tutaiona katika Isaiah 53. Huwa ninapenda sana hii chapter ya Isaiah 53. Naipenda sana kwa maana inatuonyesha vile Kristo alikuwa na sura nzuri, alikuwa mrembo, alikuwa msafi sana. Alionewa, lakini angalia hii maandiko vile inatufundisha usiku wa leo ya kwamba Kristo alionewa, lakini inaitwa humbleness. It is good to humble yourself unto God. Washa kuwa mtu wa kujiinua. Washa kuwa mtu wa kuwa na kiburi. Washa kuwa mtu ambaye anajipendekeza. Lakini maandiko inasema ya kwamba Kristo alijinyenyekesha mbele za Bwana katika jina la Kristo Yesu. Alionewa tu. Bwana wetu pewesi. Aliangaliwa na watu tu akaonewa. Akadhulumiwa. Akateswa. Akaangamizwa. But he humbled himself. Wala hakufunua kinywa chake. That's what the Bible says. Ya kwamba katika hiyo mateso yote hakufunua kinywa chake. Alinyamaza kimya. He humbled. Do we have people who can humble before God? Bwana atukuzwe. Na hii kunyenyekea kwake Kristo Yesu, ukisoma katika hiyo Wafilipi tumesoma 2, inasema ya kwamba kwa sababu ya kunyenyekea kwake jina limepita majina yote, na akapewa mamlaka ya mbinguni na ya duniani.
Bwana wetu apewe sifa. Alipewa mamlaka ya mbinguni na ya duniani kwa sababu ya kunyenyekea. So humbleness inaweza kukuinua. Humbleness inaweza kukuingiza mahali wewe haukuwa unatarajia. Humbleness inaweza fanya uaminiwe vitu kubwa na Mungu. Humbleness inaweza fanya Mungu akuinue kiwango katika jina la Yesu. Kwa maana Mungu hapendi mtu wa maringo, hapendi mtu wa kiburi, lakini wanyenyekevu anawapa baraka. So inatufundisha habari ya unyenyekevu. Bwana wetu apewe sifa. Habari ya unyenyekevu. Humbleness inasema ya kwamba he was oppressed and afflicted, lakini Yesu hakujitetea. Ni mara ngapi umejitetea katika dunia hii? Kwa sababu ya kuingiliwa, kwa sababu ya kuteswa. But Christ hakujitetea. Alijua ya kwamba niko na mtetezi. And that's what the Bible says. Ya kwamba tusijitetee, kwa maana tuko na mtetezi ambaye ni Mungu. Unapoingia katika hali ngumu na katika vita na kuingiliwa na kupigwa na kuonewa, Biblia inasema usijitetee. Haleluya. Inasema usijitetee, lakini utatetewa na Mungu. Lakini ukianza kujitetea, utaona vile utafurugwa. So Yesu hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Alienda kama kondoo inaenda kuchinjwa. Alijinyenyekesha mbele za Mungu. Naye angalia today, maandiko inasema ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Amepewa jina limepita majina yote, amepewa mamlaka. What a great blessing! Inatokana na kitu kinaitwa humbleness. Haleluya. Nyenyekea wapendwa. Washeni tunyenyekee kwa Mungu. Tunyenyekee kwa mkono wa Mungu uliye hodari. Nyenyekea kwa mamlaka iliyo juu yako. Nyenyekea kwa watu wote. Humble yourself. And that humbleness itafungua milango. Bwana atukuzwe. Hiyo humbleness italeta baraka. Hiyo humbleness utainuliwa. Bwana wetu ainuliwe sana. So jambo la 5 inatufundisha habari ya kunyenyekea. Bwana atukuzwe. Kwa sababu ya wale wameingia saa hii, naongea habari ya mambo 7 tunajifundisha katika kusulubishwa na kukufa kwake Kristo mwana wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Jambo la 6 inaongea habari ya kitu kinaitwa victory. Katika kitabu cha Yohana, in the book of John 19 and verse 30. John 19 and verse 30 inaongea habari ya kitu kinaitwa victory, ushindi. Angalia Kristo alisema namna gani pale msalabani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alikia kuamukira dhiki ile ya nduru, ile siki. Maandiko inasema ya kwamba alisema hivi, imekwisha. Haleluya. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Maana yake ya kusema it is finished, hiyo maneno ni maneno ya ushindi. Ni kusema ya kwamba everything it is finished. Bwana atukuzwe. Pale msalabani akasema yote imekwisha. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Haleluya. Hapo ndio tunasema ya kwamba alikata roho saa 6, kukawa na giza. Bwana atukuzwe. Masaa 3 kukawa na giza, kwa sababu yote yaliisha. Na katika hiyo harakati, imagine ya kwamba alikufa na akafufuka. Na ukipenda kuelewa habari hii, habari ya Yesu, soma Marko 14, Marko 15 na Marko 16. Ndio inaongea habari ya kufufuka kwake. Na alipofufuka kuna ile maneno alikuja naye kwa wanafunzi wake. Bwana, na hiyo sitaongea saa hii, lakini naongea habari ya mambo 7. So jambo lingine, hii jambo linatufundisha
ni kitu kinaitwa victory, ya kwamba kuna ushindi. Unapotazama msalaba, kuna ushindi, kuna wakati inafika, yote inaisha. Haleluya. Jambo la mwisho na ndio la 7, Biblia inaongea habari ya kitu kinaitwa hope ama tumaini la wokovu. In the book of 1 Peter, in the book of 1 Peter 2 and verse 24. In the book of 1 Peter chapter 2 verse 24 inaongea habari ya hope. Yani hii jambo linatupatia tumaini, linatupatia hope. Inasema ya kwamba verse 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Alichukua dhambi zetu zote juu ya mti, akaenda nazo pale kwa mti, pale kwa msalaba, alibeba dhambi zetu zote. Bwana wetu ndiye sana. Na maandiko inasema hivi ya kwamba tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi. Imagine mtu ambaye ako na dhambi amekufa akiwa hai kwa sababu ya hiyo dhambi. Kwa mambo ya haki. So kufa kwake na kuchukua dhambi zetu pale msalabani, ili sisi tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tuliponywa. Pale msalabani alipigwa. Hapo ndio tunasoma ya kwamba alipigwa viboko 39 ili wewe upokee uponyaji. Ndio tunakiri ya kwamba kuna kuponywa. Through stripes tunapokea uponyaji. Imagine amebeba dhambi zako pale msalabani kwa mti, amebeba kila dhambi. So ni wakati wako. So inatufundisha hii maandiko ya kwamba there is hope, kuna tumaini la wokovu, na kupitia msalaba tunapata uzima wa milele. Naomba usiku wa leo katika jina la Yesu, na kupitia hiyo maneno yote nimekufundisha, Bwana wetu ainuliwe sana. Hiyo katika hiyo hali ya kujifundisha habari ya kusulubishwa na kufa kwake, tumejifundisha mambo saba: maana ya kusulubishwa kwa Yesu, maana ya kufa kwake, maana ya kufufuka kwake. Haikuwa hivyo tu, lakini kuna mambo Mungu alitaka tujifundishe. Bwana apewe sifa. Na tumeona jambo la kwanza, tujifundishe kuwa na upendo wa kweli, kwa sababu vile Yesu alionyesha upendo. Namba 2, tuwe na kitu kinaitwa forgiveness. Tujifundishe kusamehe watu. Namba 3, tujifundishe kujitoa katika ufalme wa Mungu, katika nyumba la Bwana. Na jambo la 4, tuwe watu watiifu. Bwana apewe sifa. Jambo la 5, tuwe wanyenyekevu. Na jambo la 6, tunaona ushindi na wokovu. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo usiku wa leo ninakuombea katika jina la Yesu. Wewe ambaye uko na shida na kupenda watu, angalia vile Kristo alivyotupenda. Wewe uko na shida ya kusamehe watu, angalia hiyo mambo yote katika jina la Yesu. Na Marko 15 na Marko 16 utaona hiyo mambo yote katika jina la Kristo Yesu. Na ninakuombea usiku wa leo, washeni tumrudie Bwana katika hii Good Friday, katika Israeli. Washeni tumrudie Bwana na mambo yetu itakuwa sawa, mambo itabadilika, maisha itabadilika. Imagine tunajizuilia baraka. Bwana wetu ni sana. Lakini usiku wa leo Mungu akubariki na akutende mema na akuonee huruma katika jina la Yesu. Situamini tu, tuombe dakika moja alafu utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu nimenena neno lako mtakatifu kwa watu wako. Naomba Mwokozi wetu, hii mambo saba tumejifundisha katika hali ya kusulubishwa na kufa kwake Kristo Yesu. Baba, ninaomba ikatendeke ndani yetu. Tusaidie kuwa na upendo, tusaidie kuwa na kusamehe, tusaidie kuwa wanyenyekevu, tusaidie kuwa na ushindi, tusaidie kuwa na wokovu ndani yetu. Mungu wa rehema, katika jina la Yesu
Naombea watu wako usiku wa leo. Baba, tunaposherehekea kusulubishwa na kufa kwake Kristo, wacha tukasherehekee na njia inayofaa. Na ninaombea watu wako ambaye hawajaokoka, Mwokozi wangu, wakaweze kukuamini kama Mwokozi wa maisha yao. Ninaomba hiyo neema ishuke kwa watu wako Mfalme. And I declare the power of the cross ikashuke kwa watu wako, kwa maana ni gharama kubwa imelipwa ndio sisi tuonekane. Naombea watu wako wokovu, naombea watu wako uponyaji usiku wa leo, usiku wa leo, kwa maana Mungu ametumana kwa ajili yetu. Let us give our offerings usiku wa leo, na njia ya kutoa sadaka zetu ni kwa njia ya M-Pesa number ambayo nitakuandikia hapo, ama hata imeandikwa hapo, ni 0112 643 477. Hiyo ndiyo njia yetu ya kutoa sadaka zetu usiku wa leo. 112 643 477 ni wakati wa kutoa sadaka zetu, na utabarikiwa wewe ambaye unanitazama. Give your offering, give your sacrifice, give your time, and your life will never be the same again. Imagine Christ sacrificed himself, akajitoa kama sadaka kwa ajili yetu. What about us? Let us give our offering katika neema ya Bwana. Tutoe sadaka zetu kwa hiyo namba 0112 643 477. Give your offering, give your sacrifice, give your thanksgiving, give your 10% through that number. Support this work that we are doing here in Jesus' name. Na Mungu akubariki, na Mungu akutende mema usiku wa leo katika jina la Kristo Yesu. May God bless you, na Mungu akuinue. Yeye ni mwenye nguvu na yeye ni mwenye uwezo katika jina la Kristo Yesu. May God bless you. Have a good night as we give our offering in Jesus' mighty name. Amen. Amen.